Marekani imeidhinisha Saudi Arabia kutumia nyuklia. Rais wa Marekani Donald Trump ameidhinisha makubaliano na Saudi Arabia yanayoweza kulipa taifa hilo uwezo wa kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya programu zake za kijamii za nyuklia. Kulingana na duru zinazofahamu suala hilo, lakini hawakuruhusiwa kuzungumza hadharani. Makubaliano hayo yanayotarajiwa kudumu kwa miaka 30 yametangazwa rasmi siku ya Jumatano. Makubaliano hayo yanahusisha pia makampuni ya Marekani kutekeleza programu hiyo. Yatawezesha ujenzi wa kiwanda cha kurutubisha urani nchini Saudi Arabia baada ya utafiti wa pamoja na Marekani. Lakini huenda akakabiliwa na kihunzi yatakapofikishwa katika bunge kutokana na hofu ya baadhi ya wabunge kwamba kuisaidia Saudi Arabia kutimiza azma yake ya kurutubisha madini ya urani kutafungua awamu mpya ya ushindani na kusambaa kwa nyuklia ulimwenguni. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa utawala wa Rais Donald Trump umefikia makubaliano na Saudi Arabia kuhusu ushirikiano wa nishati ya nyuklia, huku maelezo kamili yakitarajiwa kuangaziwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, makubaliano hayo yanaweza kuiruhusu Saudia kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya kuzalisha nishati katika mitambo ya nyuklia. Hata hivyo, suala la kurutubisha urani limekuwa likizua mjadala kwa miaka kadhaa kutokana na hofu kwamba teknolojia hiyo inaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Baadhi ya wabunge nchini Marekani wameeleza wasiwasi wao, wakisema hatua hiyo inaweza kuipa Saudi Arabia uwezo wa kuendeleza mpango wa silaha za nyuklia, ingawa Riyadh imekuwa ikisisitiza kuwa inalenga matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia. Iwapo makubaliano hayo yatatekelezwa, yanaweza kufungua ukurasa mpya katika uhusiano wa Marekani na Saudi Arabia ambao unaonekana kuyumba katika kipindi cha hivi karibuni, hasa baada ya mvutano wa kikanda uliotokana na vita vya Iran. Aidha, yanaweza kufungua fursa mpya za kibiashara kwa kampuni za Marekani katika sekta ya nishati ya nyuklia. Hata hivyo, inaelezwa na wachambuzi wa mambo kwamba ikiwa Saudi Arabia itakuwa na nyuklia, itakuwa ni vigumu kwa mataifa mengi kuzuiliwa, hasa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikizuiliwa isiwe na nyuklia, licha kwamba iliweka wazi kwa muda mrefu kwamba mpango wake wa nyuklia ni mpango wa amani na hauhusiani kabisa na suala la silaha za nyuklia. Iran imekabiliwa na mashambulizi kwa sababu tu imekuwa na mfumo ya nyuklia, licha ya kwamba IAEA, shirika la atomiki duniani, lilifanya ukaguzi wa hali ya juu, lakini hakuna chochote kinachoonekana kwamba Iran inatengeneza silaha ama ina silaha za nyuklia. Baadhi ya mataifa yanadaiwa kuwa na silaha za nyuklia, mfano wa Israel, lakini Marekani haizungumzi lolote kuhusu mipango ya nyuklia, hasa makombora yake nchini Israel. Hata hivyo, mpaka sasa IAEA haifanyi michakato yote ya ukaguzi makombora hayo ya nyuklia wala mifumo ya nyuklia ya nchini Israel, na ndicho ambacho kinaifanya Iran kupambana wakati wote kuhakikisha kwamba haiwezi kuruhusu kuingiliwa kwa mipango yake ya ndani, na ni kutokana na kwamba mataifa makubwa yamekuwa na namna fulani ya ubaguzi katika utoaji wa ushauri juu ya masuala ya nyuklia. Japo mataifa mengi duniani yanayomiliki nyuklia ikiwa ni pamoja na Korea Kaskazini, lakini Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikionya juu ya mpango huo. Mpaka sasa Korea ya Kaskazini, ambayo ina ushirikiano mkubwa na Urusi, ipo kimya na wala haishambuliwi kwa namna moja ama nyingine, lakini imeingia makubaliano na Urusi kwamba endapo itashambuliwa, hata Urusi itakuwa nayo inaingilia kati, kama ambavyo wakati huu Korea inapeleka wanajeshi wake huko nchini Urusi kwa ajili ya mapambano ya Urusi katika nchi ya Ukraine. Hofu kubwa kwa Marekani na mataifa mengi juu ya Korea Kaskazini ni kwamba kwa sababu taifa hilo limeshaonyesha lina silaha za nyuklia, ni kwamba lina uwezo pia wa kusababisha mashambulizi kutoka katika taifa hilo hadi katika mataifa hayo, hasa Marekani na kwingineko. Na ukiachana tu na silaha za nyuklia, Korea Kaskazini ina makombora hatari ya masafa marefu ya kutoka bara moja hadi bara jingine. Sasa hiki kinatajwa kwamba endapo Iran ingekuwa na makombora ya aina hiyo na ingethibitisha kwamba ina makombora ya mabara, lakini pia ingekuwa na silaha za moja kwa moja za nyuklia, huenda Marekani isingeshambulia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini hii inatajwa pia kwamba huenda ni siri ya wa Iran, kwamba haikutolewa hadharani na hawakueleza hadharani uhalisia wao.
lakini uhalisia ulioonyeshwa ni makombora ambayo hayazidi kilomita 4,000 ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia, lakini haya si ya nyuklia, ni makombora ya kawaida tu ya ballistic. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.